la Mungu kwa wakati mfupi sana, alafu tutaweza kuondoka na kuelekea manyumbani, tunapozidi kuombea taifa letu la Kenya, tunapoendelea kujiombea wenyewe na tunapoendelea kuombea dunia kwa jumla. Kwa hivyo Mungu ni mwema. Mimi napenda kuomba sana, hiyo ndio my hobby. Na kila wakati huwa nawaambia kwamba I like to put the devil in trouble, kwa sababu shetani kazi yake alikuja kuharibu, kuua, kuangamiza. Lakini Mungu wa uweza, Mungu wa mamlaka ametupatia nguvu, ametupatia uweza na kuweza kukiri na kuweza kupata ushindi katika mambo yote ambayo yanatokea, kwa sababu haya ni vita, na Mungu anatuambia kwamba vita si vyetu bali vita ni vyake. Kwa hivyo anatupigania. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo vile tumesikia Reverend akisema, leo tuko Jericho, na katika Jericho tunakuta mtu anaitwa Zakayo. Na huyu Zakayo tunapoendelea kumjua zaidi, ama tunapotaka kujua Zakayo ni nani, Biblia inasema wazi sana kuhusu huyu Zakayo. Na tutaendelea kujua zaidi na tutaendelea kujua mengi. Kwanza wacha tusome neno la Mungu, halafu tutaendelea ili Mungu akazidi kutubariki. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Luka 19, nami Luka 19 mstari wa kwanza hadi 10. Nitasoma kwa Kiswahili. Naamini hakuna yule ambaye anapitwa na Kiswahili mahali hapa. Kwa hivyo nitaendelea na Kiswahili. Luka 19 mstari wa kwanza hadi wa 10. Inasema hivi: naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyo alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinungunika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama, Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimewanyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Mstari wa 9. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani mhumu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. 10. Kwa kuwa mwanzo wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Baba, ni asante kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa ajili ya neno lako ambao Bwana naenda kuhubiri mbele ya watumishi wako. Mungu nitumie. Mungu bariki. Ninapolipanda ikaweze kuwa mbegu ambayo litazaa na kuweza kuleta utukufu kwa ajili ya utukufu wako. Tunasema ni asante, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tuseme amen. Bwana asifiwe sana. Tunatazama na tunaona historia, na hii historia ni Luka ndio aliweza kuandika kuhusu Zakayo na Yesu, sio mtu mwingine. Luka ndiye aliweza kuandika, na Luka akiandika hii story aliweza kuona yale yalitendeka kati ya Yesu na Zakayo.
Na hebu niwaambie kitu kimoja ambacho nataka mjue. Yesu ni Mungu. Na jambo lolote ambalo linatendeka chini ya jua, wakati alikuwa anatembea na hata wakati huu, Yesu anajua. Si ya kwamba hajui. Chochote ambacho kinakuja, chochote ambacho kitatendeka, hata dakika chache ambapo tutatoka hapa tukielekea nyumbani, Yesu anajua ni nini ambacho kitatendeka. Kwa hivyo yote ambayo yalikuwa yanatendeka katika msafara wa Yesu Kristo hadi saa hii hapo Yeriko, Yesu alikuwa anayajua. Hakuna jambo ambalo linatendeka kwa mshangao ama kwa mshtuo ya kwamba tuseme hii imemshtua Yesu. Yesu alikuwa anajua. Kwa maana ukitazama katika kitabu cha Yeremia 23:24. Yeremia 23:24 inatuambia kwamba Mungu ako kila mahali. Everywhere Mungu hapo. Utajificha wapi? Kama mbingu ndio kiti chake cha enzi na hapa chini ndipo ameweka miguu yake. Kwa hivyo Mungu ako kila mahali na Mungu anaona kila chochote ambacho kinatendeka. Na hata msafara wa Mungu kuelekea Yeriko, Mungu alikuwa anajua ya kwamba Yeriko kuna mtu anaitwa Zakayo naenda kukutana na yeye. Si hakuwa anajua. Na chochote ambacho mtu anafanya ili utukufu umrudie Mungu. Bwana asifiwe sana. Ili utukufu umrudie Mungu. Mungu anatenda mambo ambayo sisi wanadamu ndio tunashangaa. Lakini yeye tayari alisajua. Kwa mfano unaweza kuwa wewe ni mgonjwa, unalazwa hospitalini. Ule ugonjwa ambao umelaziwa, unaona ukiwa watu wengine, lakini wewe baadaye unatoka ukiwa mzima. Alafu baadaye unasema, kwa msangao imekuwa namna gani? Mbona mimi nimepona, nimetoka kwa huu ugonjwa? Na wenzangu jirani yangu wamekufa na walikuwa tuna ule ugonjwa nilikuwa nao. Imekuwaje? Mungu alikuwa anajua wewe utakuwa mgonjwa, utaenda kulazwa, baadaye atakuponya na atakutoa katika ule ugonjwa. Wewe ndio utafanya na mshangao, utakimbia kuja kanisani ukishuhudia kwamba nilikuwa mgonjwa na Mungu ameniponya. Lakini yeye alijua ya kwamba atakuponya. Hiyo sio kitu cha kumshtua. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu yeye ni Mungu na anajua chochote ambacho tunapitia kama wanadamu. Anajua chochote ambacho tunapitia kama wanadamu. Yeye ana utukufu wote. Yeye ana hekima yote. Ukisoma katika Hebrews 4:13, yeye ana hekima yote kuliko mwanadamu. Anajua ya leo, anajua ya kesho, anajua ya kesho kutwa. Kwa hivyo utamwambia Mungu nini? Ni nini Mungu atafanya ambaye hajui? Unajua kama wanadamu huwa tunashangaa na kusema, tazama Mungu ameponya kiwete. Tazama kiziwi amesikia. Tazama mambo yametokea sivyo na nini. Mungu anajua ya kwamba ataponya ule kiwete. Mungu anajua ya kwamba ule kiziwi atamponya. Ni sisi ndio tunabaki na msangao ili jina la Mungu litaweze kutukuka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu katika safari yake kutoka mada alikuwa ametoka kuelekea Yeriko, alikuwa anajua anaenda kukutana na Zakayo. Na Biblia inasema ya kwamba Zakayo alikuwa mtu mkubwa na mtu tajiri, mtoza ushuru. Hebu sikiza hizo titles. Alikuwa mtu mkubwa, mtoza ushuru na tajiri. Na katika ule utajiri wake alitamani sana kumuona Yesu. Bwana asifiwe sana. Na hebu niwaambie kitu kimoja. Katika Biblia Zakayo ni mmoja kati ya matajiri ambao wametajwa katika Biblia. Mnakumbuka yule tajiri mpumbavu? Alifanya nini? Alikuwa na mali, lakini tamaa zake zikamwelekeza katika majivuno.
Tamaa zake zikamwelekeza katika kujiringa. Alikuwa anafanya kila kitu anaweza kufanya. Alikuwa anaweza kwenda mahali popote anaweza enda. Lakini tamaa zake zikamwelekeza mahali potevu. Biblia inasema ya kwamba aliweza kalima shamba, akapanda, mimea zikakua. Baadaye akavuna. Kuvuna akarudi akakaa bila kujua ya kwamba ni nguvu za mweza wa Mungu, ni nguvu za Baba, ni utukufu wa Mungu, na Mungu yuko juu mbinguni anamtazama. Akajigamba na kusema ya kwamba sasa moyo wangu tulia na ukule sawa sawa, kwa sababu sasa nimefaulu. Hii yote ni nguvu yangu, hii yote ni pesa yangu, hii yote ni uweza wangu. Na akasema sasa nataka nikule. Lakini Mungu alimtazama, akamuona ni mpumbavu. Mungu akamwambia, dakika hii naitaka roho yako. Hakuweza kufaulu. Lakini namshukuru Zakayo. Zakayo alikuwa tajiri, alikuwa mtoza ushuru, na hata katika kazi yake kulikuwa na wafanyikazi ambao walikuwa chini yake wakifanya pamoja naye. Zakayo alikuwa anaweza kufanya jambo lolote kwa sababu ya pesa yake, kwa sababu ya utajiri. Lakini Zakayo, nashukuru Mungu kwa sababu tamanio lake lilikuwa kumuona Mungu. Na hiyo tamanio likaweza kumsogeza Lazaro na kumpeleka. Yesu alipofika Yeriko, Yesu kuingia Yeriko, Zakayo akasema, aha, huyu mtu nimekuwa namsikia, mara ameponya viwete, mara ameponya viziwi, mara amefukuza mapepo, mara sijui amefanya nini. Leo nasikia ameingia katika Yeriko, katika mji wetu. Lazima niende nimuone. Nimekuwa natamani kumuona kila wakati, nimekuwa nataka kumuona kila wakati, lakini sasa wakati umefika, nataka niende nimuone. Zakayo akasonga karibu, akaenda, na Biblia inasema ya kwamba umati ulikuwa mkubwa sana, na hiyo ilikuwa ni kawaida ya Yesu. Mahali popote alikuwa anaenda, umati ulikuwa mkubwa, kwa sababu mahali popote alikuwa anaenda, alikuwa anatenda mema. Haleluya! Pigie Bwana makofi. Haleluya! Kuna wimbo ambao inaimba, popote alienda alitenda mema, popote alienda Yesu alitenda mema. Bwana asifiwe sana. Popote Yesu alikuwa anaenda, alikuwa anatenda mema. Ndiposa ulikuwa lazima upate umati. Ungepata watu 2 3, ungepata watu 5 6, ungeweza kuhesabu watu. Kulikuwa na msongamano kila mahali, kulikuwa na msongamano. Hata kama ulikuwa unataka uponyaji, hata kama ulikuwa unataka muone, lazima usongamane, lazima usukumane na watu. Hata wengine pengine watakutusi, wewe una gani? Kwani huwezi kuja polepole? Kwa sababu nataka muone Yesu, na kwa sababu ya umati. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Zakayo alitamani kumuona Yesu, na kufika pale akapata ni umati mkubwa. Akasema sasa nitafanya nini? Nitafanya nini? Akafikiria, ile tamaa inaendelea kumsukuma tu, ile kutaka inaendelea kumsukuma tu. Akasema no, nimetamani kumuona Yesu, nimetaka kumuona Yesu, na sasa amefika Yeriko. Ati umati utanizuia? Hautanizuia. Akatazama, akaona mti. Just imagine, tajiri kama Zakayo, mtu mwenye pesa kama Zakayo, mtu mkubwa kama Zakayo, anakimbia, anaenda na pande juu ya mti ili amuone Yesu tu, aone tu Yesu. Bwana asifiwe sana. Hii ni maajabu. Matajiri wangapi wanaweza kufanya hivyo? Ama ni watu wangapi wanaweza chukua hatua kama hiyo ya Zakayo? Bwana asifiwe sana. Wakati mmoja tukiwa katika OJT, lile tulikuwa mwalimu wangu, tukaingia kwa nyumba ya tajiri moja pale, tukapata pale kwa nje hapo kwa parking kuna magari 2, magari mazuri sana. Tukaenda tukabisha, tukaingia, tukapata na vesi peke yake na kinyasa nyeupe, amekaa anakula ugali na samaki.
Sasa huyu jamaa mke wake alikuweko, watoto alikuweko, kutuona tu watu wakaanza kutawanyika, tukabaki na huyo mtu. Tukamwambia sisi tumeokoka na tunatembea kuleta Injili. Akasema na naendelea kukula, nataka tutazame. Hakuna hata karibu. Sasa. Na tukamwambia tafadhali, maana tunafundishwa lazima muombe ruhusa kama unataka kuongea na mtu. Tukamwomba ruhusa. Naweza tukaongea naye? Akatuambia no. Sasa hivi I'm not ready kwa sababu ya mambo ambayo mmekuja nayo hiyo. Kamwambia uko tayari? Kamwambia ndio sababu tunakuuliza. Kama uko tayari, sisi pia tuna shida, tutaondoka tuende mahali pengine. Akasema sasa. Wakati mwingine ukipata nafasi nirudi, lakini wakati huu sina nafasi. Ninauliza, ni matajiri wangapi wanaweza kuchukua nafasi kama ya Lazaro kwenda kupanda juu ya mkuyu ili wapate kumwona Yesu? Bwana asifiwe sana. Hakuna. Huyu tajiri ambaye ni mpumbavu alijikamba na pesa yake ikamwangamiza. Watu wana mapesa lakini wanajikamba nayo, inawaangamiza. Lakini Zakayo alikuwa na pesa, angeweza kufanya jambo lolote, angeweza kwa vilabu akunywe pombe, angeweza kufanya sijui nini na nini, lakini alikuwa na tamaa ya kumwona Yesu. Akakosa kuangalia pesa yake, akakosa kuangalia utajiri wake, akakosa kuangalia mambo yote, na baadaye akapanda juu ya mti. Kupanda juu ya mti, Biblia inatuambia ya kwamba Yesu akiwa katikati ya wale umati. Ukitaka kujua Yesu anajua kila kitu na chochote ambacho kinatendeka. Yesu akaangalia juu. Kwani ni nani aliambia Yesu huyu anaitwa Zakayo? Ni nani alimwambia? Mtu amekuja amepanda juu ya miti ya mtu. Umati ni mkubwa, watu wametoka mbali, wamekusanyika pamoja kwa sababu wanamfuata Yesu. Yeriko mzima imetoka inamfuata Yesu. Hakuna mtu alienda akamwambia Yesu, unajua huyu ndio Zakayo, ule mtoza ushuru ule. Lakini Yesu kwa sababu ni Mungu, alimuona Zakayo. Na kumuona Zakayo akamuita, Zakayo, shuka chini mara moja. Bwana asifiwe sana. Na Zakayo akashuka. Na Zakayo kushuka, Yesu akawa sasa anaandamana na yeye kuelekea kwake. Na Biblia inatuambia ya kwamba umati ulianza kunungunika. Umati ulinungunika. Watu wakadhahabika sana. Wakasema, inakuwaje Yesu anaenda kuishi, ama anaenda kwa mtu mwenye dhambi kama Zakayo, mwizi, mnyang'anyani kama Zakayo, imekuwaje? Hayajaandikwa katika Biblia haya, nataka kusema, lakini najua hayo yanatokea kwa maana hiyo ni kawaida ya mdomo ya mwanadamu. Najua walisema hivi. Kwani huyu Yesu akiangalia kwa hii umati wote, hangeweza kuona watu wazuri ambao angeenda nao katika nyumba yao, na lale vizuri, akule vizuri, na aishi vizuri? Kwani huyu mwenye dhambi Zakayo, huyu ndio Yesu ameona tu kwa hii umati wote? Msumba yuko pale ni pasta. Kwani Yesu angemuona aende kwake, amkaribishe, akule vizuri? Amimo yuko pale ni reverend. Kwani Yesu angeenda kwa Amimo? Bwana asifiwe sana. Kwani anaona Zakayo tu ndio anaenda kwa sababu ni mwenye dhambi? Zakayo ni mtenda maovu. Imekuwaje? Walinungunika. Wakati moja nikiokoka, marafiki zangu walinungunika. Hata wewe una ushuhuda. Inaweza kuwa wakati uliokoka walinungunika. Na acha nikwambie kitu kimoja. Hii hatua yote ambayo Zakayo alikuwa anachukua, Zakayo hakujua ya kwamba hiyo ndio itaenda kuleta ufanisi katika maisha yake. Hakujua ya kwamba hii ndio inaenda kufungua milango katika maisha yake. Hakujua ya kwamba hii ndio inaenda kukua mwanzo na mwisho wa maisha yake. Hakujua ya kwamba hii ndio inaenda kuleta utukufu katika maisha yake. Na hapo nikwambie, hata watu wa Yeriko, hawa ambao walikuwa wakinungunika, hawakujua ya kwamba hii sasa ndio itakuwa
mwanzo mpya katika mji wa Yeriko, kwa sababu Zakayo tena hata watesa, Zakayo tena hata wanyang'anya, Zakayo tena hata wadhulumu vile alikuwa na udhulumu. Bwana asifiwe sana. Wananung'unika kile ambao wajui. Hawa wanaona dhambi ya Zakayo, wanaona wizi wa Zakayo, wanaona maovu ambayo Zakayo alikuwa anatenda, lakini hawaangalii mbele waone huyu mtu ambaye Yesu amempokea ni nini ambacho kinaenda kutokea baadaye. Je, mazuri yanaenda kutokea? Hiyo hawakuona. Lakini Yesu alijua ya kwamba hiyo sasa ndio mwanzo wa Zakayo. Hiyo ndio ushindi sasa wa Zakayo. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo Yesu akashuka hata wakinungunika. Nilikuwa naambia mimi walinungunika sana. Kwa maana mimi nilikuwa naitwa chief, nilikuwa naitwa sing kwenye vilabu. Nikiingia wao napiga makofi. Hilo unaona rais anapiga makofi. Ni nani hapa ameshawahi kupiga makofi? Bwana asifiwe sana. Nilikuwa napiga makofi. Na kumbe ni makofi ya kunikula tu. Napiga makofi na kwangu sina hata kitanda ya kulalia. Napiga makofi na kwangu hata wana chakula ya kukula. Wakati niliokoka, wakati nilimpokea Yesu Kristo, walinungunika. Wakanipatia masiku, wakanipatia miezi, wakanipatia wacha tupatie mwaka moja. Kwa sababu wanakupatia wiki, wakiona wiki unapita, wanasema wacha tuongeze ingine. Ikipita, tuongeze mwezi. Ikipita, wapatie mwingine. Hivyo hivyo mpaka wao wenyewe watatoka. Sasa wakanipatia hiyo miezi. Wakaona huyu jamaa habadiliki. Jamaa amemsikia Yesu tu. Bwana asifiwe sana. Wakati uliokoka, pengine walinungunika. Na ile kunungunika kwao, hawakujua ya kwamba wewe ndio unaenda kuleta wokovu katika hiyo jiji lenu. Hawakujua ya kwamba wewe ndio utakayeomba na mambo yatendeke mazuri katika mji wenu. Bwana asifiwe sana. Tunapokuwa hapa hata kwa kesha, tunapoomba tunasema tuombee jiji letu, tuombee watu wetu, tuombee nini, na ni wewe ndio unayeomba. Lakini wakati uliokoka walikuwa wananungunika bila kujua ya kwamba wewe ndio utakuwa ufunguo wa hiyo mji. Ama wewe ndio utakuwa ufunguo kwa hiyo nyumba. Wanalalamika. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Yesu akatembea na akaingia na Zakayo mpaka kwake. Kitu ambacho kinanifurahisha ni kwamba Yesu alipofika nyumbani mwa Zakayo, kuingia na kukaa, Zakayo hakungojea Yesu amuulize maswali. Akio Zakayo, nasikia wewe ni mwizi, nasikia wewe umenyang'anya watu, nasikia wewe ni mtoza ushuru. Yesu alipoingia tu kwa nyumba ya Zakayo hivi, Zakayo mwenyewe akaanza kukiri. Bwana asifiwe sana. Zakayo akaanza kunena. Zakayo akaanza kutubu. Akamwambia Yesu, mwana wa Mungu, mimi nimenyang'anya watu. Na sasa ninakiri ya kwamba yeyote ambaye nimemnyang'anya nusu ya mali yangu nitamrudishia. Bwana asifiwe sana. Nitamrudishia. Hiyo ni mstari wa wacha tusome mstari wa 10. Mstari wa 8. Mstari wa 8. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Bwana asifiwe sana. Hebu just imagine. Yule Zakayo mnyang'anyi, yule mwizi, yule mtoza ushuru, mtu mkubwa, sasa nakiri mbele za Yesu. Na hiyo sababu nimesema watu wa Yeriko walikuwa wananungunika bure. Walikuwa wanalalamika bure. Hawakujua matunda ambayo yatatokea. Hawakujua Zakayo kuchukua hii hatua ni nini ambacho kinaenda kutendeka. Sasa angalia ile mali yote Zakayo alikuwa amekusanya. Ile pesa yote Zakayo alikuwa amekusanya.
Ile kunyang'anya yote alikuwa amenyang'anya. Sasa Zakayo anaambia Yesu, mimi narudisha. Yeyote ambayo nimemnyang'anya, mwana wa Mungu ninamrudishia chochote ambacho nimechukua kwake. Bwana asifiwe sana. Sio ni ushindi, sio ni baraka. Si Zakayo alichukua hatua nzuri, ni tamanio ambayo liliweza kuleta hayo yote. Na leo tunapotoka katika huu mlango, that's our takeover. That's our takeover. Unapotoka katika huu mlango, ende ukitafakari, ende ukisema, mchungaji pamoja na Biblia na Mungu ameniambia ya kwamba kila wakati tamanio langu nilipeleke kwa Yesu. Tamanio langu nilisukume kwa Yesu. Kila wakati nitamani kumwona Yesu. Bwana asifiwe sana. Wakati moja tukiwa kwenye kesha hapa, mchungaji Desh wakati wa ushuhuda akasimama hapa na akashuhudia, akasema yeye, na alikuwa anasema kwa ujasiri, yeye tamanio lake, tamanio la moyo wake ni kutaka kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Na niliposema hivyo, mimi nilimlinganisha na Zakayo. Kwa maana Zakayo tamanio lake lilikuwa la kuweza kufanya nini? Kumuona Yesu. Ndikuwa naye akasema tamanio lake ni kuweza kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Hilo ndilo jambo ambalo tunataka tulitoke nalo hapa siku ya leo, ya kwamba tamanio letu tuweze kumuona nani? Mungu. Yesu alipokuwa anakiri, Zakayo alipokuwa anakiri kwa Yesu ya kwamba Yesu, nitarudisha mali wale nimenyang'anya, nimefanya nini, nitarudishia pesa zao. Na Yesu akamwambia Zakayo, leo wokovu umefika kwako. Bwana asifiwe sana. Leta nikwambie mpendwa, leo ndio wakati wako. Pengine umekuwa katika hali ya kutokuelewana na ndugu yako. Pengine umekuwa katika hali ya kutokuelewana na dada yako. Pengine umekosana na wazazi. Pengine umekuwa katika hali ya kutokuelewana hata na wafanyikazi wenzako. Hii ndio wakati sasa wa kuchukua nafasi na kumwambia yule mpendwa ama yule dada ama yule ndugu ya kwamba ninakusamehe, kwa sababu Zakayo aliweza kuomba msamaha, na Zakayo aliweza kukiri na kuambia Mungu, kuanzia leo yote ambayo nimetenda, yote ambayo nimeiba, ninawarudishia. Bwana asifiwe sana. Ni juu yako kuangalia ni nani hasa ambao umekosana naye, ni nani hasa ambayo hamuelewani. Urudi kwake umwambie, mimi ninakusamehe. Jinsi Zakayo aliweza kukiri kwa Yesu na kusema kwamba mimi ni mwenye dhambi na haya yote ninarudisha. Bwana asifiwe sana. Hilo ndilo jambo liweza kutendeka. Hebu sikia hii. Hili jambo tamanio nataka kuiongea kwa urefu.